إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة. أما بعد، أحباب في الله، بعد أن نشكر الله أن نصلي على سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل. حقيقة الأمر لا توجد الفوز إلا بتقواه، كما بين لنا في كتابه الكريم بقوله إن للمتقين مفازا. وقال أيضا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Vipenzi vya Allah, baada ya kumshukuru Allah jalla waala na kuelekeza sala na amani kwa kipenzi cha umma Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, awali ya yote na wahusieni pasi kusahau kuhusia nafsi yangu kwenye swala zima la kumcha Allahu jalla waala, kwa sababu atakwa ucha Mungu, kwa maana kufuata yale ambayo Allah anayotaka tuyafanye na kuacha yale ambayo Allah hataki tuyafanye, ndio sababu kubwa ya kufaulu kwa mja juu ya mgongo wa ardhi. Pia endapo atakapokuwa mbele ya Allah jalla fi'ala. Jambo hili limewekwa wazi kwa kauli yake Allah katika kitabu chake kitukufu aliposema, hakika wamefaulu wale ambao waliomcha Allah, yani wale ambao waliyefanya yale anayotaka Allah na wakaacha yale asiyotaka Allah. Babu fillah, hayya bina ila mawdu'atina al-yawm. Amma mawdu'atuna al-yawm, maudhui yetu ya leo takulu inasema kaifa satughayiru sawmaka min al-'adati ila al-ibada, vipi utaibadili, utaigeuza saumu yako, funga yako kutoka katika ada, kutoka katika jambo lenye kuzoeleka, jambo la tamaduni, ila al-ibada, kwenda katika ibada. Babu fillah, la shakka fiha
hakuna shaka ndani yake kwamba somo, funga ni ibada aliyofaradhisha Allah kwa waja wake. Kwa kila yule ambaye mwenye uwezo wa kufanya ibada hiyo, asipofanya ya'thamu fihi, anapata madhambi ndani ya jambo hilo. Walakin ma'a asafi shadid, sikitiko kubwa linalotukumba wengi wetu katika Waislamu, somo, funga tunachukua ni kitu cha mazoea, ni tawarifu cha kukirithi tu, kimetoka kwa wazee. Tumeona tangia nipo katoto nazoeshwa kufunga mpaka nikafikia umri niliopo nafunga, na pia na mimi watoto wangu nawazoesha hivyo kufunga. Kwa ada ni jambo la tamaduni la kawaida. Kaifa satughayiru sawmaka min al-'adati ila al-ibada, utaibadilisha vipi somo yako, funga yako ambayo inaochukuliwa kama ni jambo la kawaida tu, sasa ukaichukua na kuiweka katika nafasi ya ibada ili upate malipo ndani ya funga hiyo? Kaifa satughayiru sawmaka, vipi utaibadili funga yako? Babu fillah, Allah jalla wa ala anatuambia katika kitabu chake kitukufu kwa kutuwekea wazi juu ya ulazima wa kufunga juu yetu. Nasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykum siyam, umefaradhishwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama kulivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu nyie, ili mpate kumcha Allah, ili mpate kuwa wacha Mungu, ili mpate kuwa wanyenyekevu kwa Allah jalla wa ala. Aya inatuonesha kwamba funga, asaumu, ni jambo la faradhi, ni jambo la lazima kwa Muislamu ambaye mwenye vigezo. Tukizungumzia mwenye vigezo mukallafu, tunamaanisha awe aqil baligh, awe ana akili timamu, na pia awe tayari ameshafikia umri wa baligh. Haimaanishi kwamba watoto wasifikia umri wa baligh hawatakiwa wafunge, la, wanatakiwa wazoeshwe ili mradi wakifika wakati wao wasije wakawa na uzito kwenye kufanya ibada hiyo. Ama aya nyingine yatubainishia kuwa ibada hii ya funga ni wajibu, faradhi, ni jambo la wajibu, jambo la faradhi kwa Waislamu. Ni kauli ya Allah jalla wa ala aliposema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, yani ndani ya mwezi huo kumeteremshwa Qur'an. Lengo ni uongofu kwa watu, lakini pia na upambanuzi kutokana na uongofu huo. Wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, basi mwenye kushuhudia miongoni mwenu mwezi, kwa maana yule ambaye atakiingiliwa na mwezi akiwa yuko sahihi wa afya, akiwa hana vizuizi vya kufunga, falyasumhu, basi na afunge. Mahali shahidu falyasumhu, kunapoangaliwa basi na afunge. Hii inaonesha, inadhihirisha wazi kwamba ibada hii ya funga ni wajibu na ni lazima. Kitu tunachotaka kukiangalia namna tutakavyoibadili saumu zetu, tutakapozibeba funga zetu kutoka katika ada, kutoka katika mazingira ya kuzoeleka ya tamaduni ambayo tumejijengea kwenye jamii ya Kiislamu, ile ibada, na kuzipeleka katika ibada, kuona kwamba sasa mimi nafunga ibadatan lillah, hali ya kumwabudia Allah jalla wa ala. Kaifa satughayiru sawmaka? Wa fillah, as-siyam lughatan, funga tukiangalia katika matumizi ya lugha ya Waarabu, maana yake anasema al-imsak ani shay, ni kujizuia tu na kitu chochote. Ukisema mimi nimejizuia kwa kitu chochote, tunasema amefunga, soma. Hiyo ni katika matumizi ya lugha ya Waarabu. Ama
istilahan, kisheria, kitaaluma, wao wanasemaje? Wanasema funga maana yake al-imsaku anil akli washurb, ni kujizuia mtu kula na kunywa, wasail al-mufturat, na vyenye kufuturisha vinginevyo kama harakatul jinsia, kwa mfano jimaa na mengineyo, au mtu kaingia katika mzunguko wake wa kiafya, hedhi, nifasi, wama siwa dhalika, wasail al-mufturat. Lakini maaniyati, pamoja na nia ya kinifu, pamoja na makusudio ya kinifu katika moyo wako juu ya kufanya ibada hiyo, min tulu al-fajr as-sadiq, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Nanzuru hawla as-siyam, kaifa satughayiru sawmaka min al-'adati ila al-ibada, vipi utaibadili somo yako, funga yako, kutoka katika ada kwenda katika ibada. Kama tulivyosema, asilimia nyingi sana ya watu, na jambo la kusikitisha ni katika safu zetu za Waislamu, mtu ameanzia, alipoanzia mpaka sasa umri aliofikia 20, miaka 20, 30, 40, funga kwake ni jambo la kawaida la kuzoeleka, yani amelichukulia ni jambo la kitamaduni tu. Waislamu sasa wanafunga. Sasa tutazibadilisha vipi kutoka katika hii hali kwenda katika hali ya ibada ili tupate malipo kwenye hali hiyo? Babu fillah, ama kipengele cha kwanza cha mimi, wewe na mwingine kukifuata, ili tupate kubadilisha funga zetu na ziwe katika mfumo wa ibada ya kinifu ambazo zitakuwa zenye kuridhiwa na Allah jalla waala. Kitu cha kwanza ni ij'al hadha shahr wa shahruka al-akhir, ufanye mwezi huu ndio mwezi wako wa mwisho. Jambo hili tuliwahi kuliangalia katika Ijumaa iliyopita katika kichwa cha habari kinachosema kaifa, vipi satastaidu li Ramadhan, utajiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukakiweka pia kipengele hichi kwamba kufanya mwezi wako huu ndio mwezi wa mwisho, kwamba hautofikiwa tena na mwezi mwingine wa Ramadhani. Kitu hichi kitakusaidia funga yako uitoe katika hali ya kikawaida ya kitamaduni na uipeleke katika ibada, kwa sababu utakuwa na pupa zaidi ndani yake, ndani ya funga hiyo, kwa kuona kwamba sitofikiwa na muda mwingine wa kupata rehema kama hii ambayo niloipata ndani ya mwaka huu. Cha kwanza, ij'al hadha shahr, ufanye mwezi huu, yani mwezi huu ambao utakaokuwa nao, wa shahruka al-akhir, ndio mwezi wako wa mwisho, kwamba utapata mwezi mwingine wa Ramadhani. Hapa itakupelekea kukupia zaidi katika kufanya kheri ndani ya jambo hili au ndani ya ibada hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunataka tuangalie namna tutakavyoweza kuziondoa ibada zetu kutoka katika ada, kutoka katika tamaduni kawaida, kuzoeleka, na kuzipeleka katika ibada ambayo ndio kusudio la funga hiyo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ibn Umar, Abdullah ibn Umar, alimwambia kun fi dunya kaannaka gharibun au abir sabil, katika maisha yako kuwa katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia tu. Kuwa katika dunia, ishi katika dunia kaannaka gharibu, kana kwamba wewe ni mgeni. Tuchukulie kwamba unatoka safari za mbali, umefika kuweka kituo katika mji huu wa Lushoto kwa muda, wewe hautakuwa ni mwenye kupupia kwa mambo yaliyokuwepo ndani ya mji huo, kwa sababu hausiki nayo, ni mtu kupita au abiri sabili au ni mpita njia tu. Mtume sallam katika hadithi nyingine pia alisema kwamba sijakuwa mimi ndani ya hii dunia isipokuwa kama mpita njia, karakibu stawalla tahta shajara thumma raha wa taraka, kama mfano wa mpita njia aliyepanda mnyama wake jua kali, akaamua kujiwekea kivuli chini ya mti, kapumzika, kisha akakiacha kivuli kile akaenda zake. Ama katika hadithi hii pia anamwambia ibn Umar, ishi katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia. Hii itakusaidia kupupia katika kufanya khairati, kupupia katika kufanya yale ambayo Allah jalla waala anayahitaji. Lakini ibn Umar, maana Abdullah ibn Umar yeye akawa anasema
idha amsayta fala tantadhira sabah, pindi utakapofikiwa na wakati wa jioni usipige mahesabu kwamba nitafikiwa na wakati wa asubuhi, kwamba nimefikiwa na muda wa jioni. Kuna jambo la khairati la kulifanya muda huo, inawezekana fanya katika muda huo, na wala usiseme kwamba nitakuja kufanya baadaye, nitakuja kufanya saa. Usiweke saufa nitafanya, usifanye. Wa idha asbahata fala tantadhir almasa, na endapo utakapofikiwa na wakati wa asubuhi usije ukachelewa ukasubiri muda wa jioni. Hali hii tuibebe na tuiweke katika maisha yetu ya mwezi wa Ramadhani. Hii itatupelekea kubadilisha saumu zetu, itaondoa saumu zetu kutoka katika hali ya tamaduni, hali ya kawaida ambapo watu wanaichukulia funga jamii ya Kiislamu kwamba funga ni kitu ambacho cha kuzoeleka, ni cha tawaruth tu. Watu tumerithi, tumeona wazazi wetu wamefunga, wametuzoesha hivyo na sisi tunafunga. Wala ile nia ya kinifu kusema hii ni ibada hatuna ndani ya nafsi yetu. Sasa tukiishi katika maisha haya, yani kufanya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ndio mwezi wa mwisho, yani hatutafikiwa na Ramadhani nyingine zaidi ya hii itatupelekea kupupia zaidi katika ibadati, na tutakuwa na nia ya kinifu endapo tunapokuwa tumeingia katika ibada hizo za funga. Hababu fillah, kitu cha pili cha mimi na wewe na mwingine kushikamana nacho, ili mradi kuzifanya funga zetu zile katika ibada yenye kuridhiwa na Allah jalla waala, ni ij'alu sawma rahatan lak. Unapofunga fanya funga ile ndio starehe kwako wewe, na wala usiwe ni mtu mwenye kuchukia endapo utakapokuwa ndani ya Ramadhani kwamba ni Ramadhani tu, lakini sasa hivi yani ukawa wewe haupo katika hali ya kuridhia ile Ramadhani uliyofunga, ile funga uliyofunga. Tunachotakiwa fanya funga kama ni raha kwako wewe, ni starehe kwako wewe. Endapo utakapofunga unajisi ni upo katika hali nzuri, hivyo itakupelekea kubadili funga yako kutoka katika mazoea. Maana funga za mazoea, tutafunga, tutafanya kila kitu, tutaingia kwenye masajidi, tarawih, maswadhalik, lakini pamoja na hapo utamkuta mtu anasengenya, utamkuta mtu anafanya hili na hili na hili ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu ambaye asiacha mambo ya kuzusha na asiacha kusema maneno yasiyokuwa na maana, huyu Allah hana haja na funga yake, ni bora achane na funga yenyewe. Lakini sisi ndio tunayafanya tukiwa tuna itakidi kwamba tupo katika funga. Jambo hili linatokea kwa sababu funga hatujaifanya kama ni ibada, tumeifanya ni jambo la ada, la tamaduni, la kawaida katika jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo kitu kingine ni kuifanya funga ndio raha yako. Endapo unapofunga uwe unajisikia upo katika hali nzuri, na endapo siku ikatokea kwamba hujafunga kwa dharura za kisheria, iwe ni masikitiko kwako wewe. Ushahidi wa hili au msisitizo juu ya hili ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ambaye kwa Mtume basi ya nyakati akiwa anawapanga watu swafu, alikuwa anamwambia Bilali, arihna ya Bilali, tupe raha ya Bilali. Kinachokusudiwa kwamba kimu Bilali tuingie kwenye swala, inamaanisha endapo tulipoingia katika ibada hii ndio raha yetu, ndio sehemu yetu ya kustarehe. Arihna ya Bilali, tupe raha, tustareheshe ya Bilali. Na sisi mfumo huu tubebe tuingize katika funga zetu. Hii itatupelekea kutoa funga zetu katika ada, katika tamaduni, katika kawaida tuliyozoea kwenye jamii ya Kiislamu, na kupeleka katika ibada ambayo ibada marudhiya inayoridhiwa na Allah jalla sha'nu. Hababu fillah, kaifa satughayiru sawmaka min al-'adati ila al-ibada, vipi utaibadilisha funga yako kutoka katika tamaduni, kutoka katika kawaida, kutoka katika jambo zoelefu ila ibada kwenda katika ibada. Thalithu shay, kitu cha tatu, atamassuku bil ibadati min al-an, ni kushikamana na ibada kuanzia hivi sasa, jambo ambalo tuliwahi kulizungumza pia katika hotuba iliyopita. Atamassuku bil ibadati min al-an, kushikamana na ibada kuanzia hivi sasa. Wala tantadhiru shara, wala usije ukasema na usubiri mwezi, ukifika mwezi mtukufu ndio nitaanza kujipinda kwenye ibada. Anza sasa hivi kujipinda katika ibada, kama mapokezi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani.
japokuwa siku zote ibadati zinahitajika, lakini tumeghafilika na hilo. Sasa tuzilee nafsi zetu, tuzihamasishe nafsi zetu juu ya kusubiri mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kwa kuziamsha kwenye ibadati min al-an, kuanzia hivi sasa katika kipindi tulichokuwa nacho. Qala ta'ala, Allahu jalla wa ala anasema, inna salata, hakika ya swala, tanha anil fahsha'i wal munkar, inakataza, inazoea mambo maovu na mambo yenye kuchukiza. Ibada ya swala, miongoni mwa faida zake ni kumzuia mswaliji, kumzuia mfanya ibada kutokana na mambo yenye kuchukiza na mambo maovu. Inamaanisha kwamba swala zetu zikifika katika daraja hilo, tumekosa lengo la swala. Na tuziangalie swala zetu, Allahu a'lam, inawezekana kukawa hakuna malipo ndani yake, kwa sababu mfumo mzima wa swala tanha anil fahsha'i wal munkar, inakataza mambo maovu na mambo yenye kuchukiza. Sasa tukifanya ibadati, tukijikita na ibadati kuanzia sasa, yale mambo machafu katika kipindi cha Ramadhani pia yatakosekana, kwa sababu nafsi zetu tumeshaanza kuzilea katika ibadati, tumeshazilea katika mazingira ambayo Allah jalla sha'nuhu anayaridhia. Ama Allah vile vile anatuambia, innal hasanatu yudhhibna as-sayyi'ati, hakika ya mambo mema huwa yanafuta na kuondoa yale maovu, yale mabaya yaliyofanywa na mtu. Kwa hiyo khairati ambazo tutakazofungamana nazo, tutakazokuwa tunazifanya katika muda huu kabla ya kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, itakuwa taratibu zinatufuta na kutusafisha ile hali ya ususuavu ya mioyo tuliyokuwa nazo katika kudharau na kutweza ibadati kwa masiwa dhalika. Hii itatufanya tubadilishe funga zetu endapo tutakapoingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutazitoa katika ada, tutazitoa katika tamaduni kawaida watu walivyozizoea, na tutazipeleka katika ibada ili Allah azikubali insha Allah. Sababu fillah, Allah anasema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi yale yaliyokuwepo kwa watu mpaka wao wenyewe wawe tayari kuyabadilisha yale walioyavaa, yale waliokuwa nayo. Kwa hiyo alimradi tunahitaji kuwa na khairati, tupate malipo katika ibada ya funga, basi kwanza tuyavue yale ambayo tuliyobeba, tuondoe ile shakli yetu tuliyokuwa nayo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wayaondoe yale ambayo waliokuwa nayo wanayofanya. Sababu fillah, mimma nanzur, katika tunachokiangalia, kaifa satughayyiru somaka, vipi utaibadilisha funga yako min al-adati, kutoka katika kawaida, katika hali zoelefu, ila ibada kwenda katika ibada. Jambo la kwanza tumesema inabidi ufanye mwezi huu ni mwezi wa mwisho kwako wewe, kwa kujenga nafsi yako kama hautofika mwezi utakaokuja ndani ya mwaka mwingine. Ama jambo la pili tukasema kuifanya funga ni raha kwako wewe, ni starehe. Hii itapelekea kuipenda na utakuwa unafunga kwa mapenzi ya dhati juu ya kumwabudia Allah jalla wala. Ama jambo la tatu, ij'aluhu wajiban alayka, ni kuifanya funga ni jambo la wajibu kwako wewe. Kuifanya funga jambo la wajibu kwako wewe. Unaweza ukaona funga lakini ukawa hujaweka ile hali ya uwajibu juu ya ile ibada unayoifanya. Hii hali inaweza ikakutoa katika ibada yako na ikakufanya kwamba unafunga lakini malipo ukawa usiyapate kulingana na hali uliyokuwa nayo. Kwa hiyo fanya ni wajibu, jambo la wajibu la lazima. Endapo utakapoona kwamba hiki ni kitu cha lazima, ni cha wajibu, basi utakuwa ni mwenye kukisumbukia zaidi, ni mwenye kujipambana nacho zaidi, kukiangalia, kukekea maandalizi mazuri zaidi, ili mradi utekelezi wajibu wako huo. Na funga vile vile tuifanye ni kitu cha wajibu kwa kupitia aya za Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, yenye ambao mlioamini
mmefaradhishwa yenu funga kama kulivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu, yani kuwa wanyenyekevu kwa Allah. Vile Allah aliposema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan waman shahida minkum ash-shahra falyasum, mwezi wa Ramadhani ambao kumeteremshwa ndani yake Qur'ani ni mwongozo kwa watu na ubainifu kutokana na mwongozo huo wal furqan na upambanuzi. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, basi yule ambaye atakayeshuhudia mwezi huo na afunge. Kwa hiyo aya hizi tusibebe na zitupelekee kuwajibia, yani ni wajibu swala la funga juu yetu, kwa sababu ni kauli za Allah na ni amri, na wala hakuja kuwa ni jambo ambalo la kutakwa mtu khiari au ni amri. Kiwa ni amri, basi hii inawajibisha au inawadhaisha, yani inaonyesha juu ya wajibu ya kitu hichi ambacho kilichotolewa amri hiyo. Babu fillah, walima rawahu Talha ibn Ubaidillah, na katika yale aliyopokea Talha ibn Ubaidillah, anna arabiyan, hakika bedui, jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake, sa'ira ra'si, hali ya kuwa nywele zake zimetimka, kwamba hajakuwa ni mwenye kuzitana vizuri, kuziweka vizuri, yupo katika hali tu kwamba ni bedui, yani Mwarabu kutoka mapolini huko. Faqala, akasema ya Rasulullah, mtume wa Allah, akhbirni madha faradha Allah alayya min as-siyam, hebu nipe habari, nielezee kitu gani ambacho alichonifaradhishia Allah juu yangu katika funga. Amesema faradha Allah alayya, inamaanisha kwamba ameonesha hali ya wajibu juu ya ibada ya funga kwake yeye. Qala, mtume akasema shahru ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio aliyokufaradhishia Allah, ndio wajibu kwako wewe kufunga. Qala, akasema yule bedui, hal alayya ghayruhu, je, juu yangu kuna kingine cha wajibu kinyume na hiyo funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Qala, akasema la, hapana. Mtume akamwambia hapana, inamaanisha funga hiyo tu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio wajibu, ila an tatawwa shay'an, isipokuwa endapo utakapotaka kufunga sunna, kufanya sunna katika sehemu zile ambazo za sunna zilizokuja kuwekewa ubainifu na mtume, basi unaweza ukafanya hivyo. Ama wajibu kwako wewe ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hali hii ya kuona kwamba funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo la wajibu kwangu mimi, kwako wewe na kwa mwinginewe, hii itatupelekea kutoa funga zetu katika hali iliyokuwepo, hali ya kusikitisha, hali ya kuonekana kwamba ni jambo la kawaida, jambo la kitamaduni, na kuipeleka katika hali ya ibada. Ababu fillah, nahnu nanzur, tunachokiangalia kaifa sanughayyiru siyaman, vipi tutabadilisha hizo funga zetu zinazozifunga min al-adati ila al-ibada, kutoka katika tamaduni, kutoka katika kawaida kwenda katika ibada. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Babu fillah, tunaendelea na hutuba ya pili. Kichwa cha habari cha hutuba yetu ya pili ni kile kilichotuongoza kwenye hutuba ya kwanza, kinachosema kaifa satukhayilu sawmaka min al-'adati ila al-ibada, vipi utaibadili, utaichange funga yako kutoka katika hali ya ada, hali ya tamaduni, ila ibada, kuja katika hali ya ibada ambayo ndio kusudio ya ibada hiyo au ya funga hiyo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukaona kipengele ambacho tushikamane nacho ni kufanya mwezi mtukufu ambao tunaokaribia kuingia ndio mwezi wa mwisho kwetu sisi, kwa yule ambaye atakayejaliwa kuingia ndani ya mwezi huo, yani kwamba tufanye, hatutofikiwa na mwezi mwingine mtukufu wa Ramadhani. Hii itatupelekea kupupia kwenye ibadati, na vile vile kufanya funga ndio raha kwetu sisi, jambo la kukustarehesha. Endapo unapofunga upo katika hali ambayo unajiona kwamba upo katika hali nzuri, usiwe ni mwenye kuchukia na mengineyo katika funga. Hii itakufanya funga yako ije katika umbo la ibada na itoke katika umbo la jambo la kuzoeleka katika jamii. Vile vile ni tamasuku bil ibadati min al-ana
tuanze sasa kushikamana na ibada, wala tantazira shahara wa ghairu mabika, wala usije ukasubiria mpaka mwezi ukufikie, na vile vile badilisha yale ambayo uliokuwa nayo, yale ambayo uliyopamba ndani ya nafsi yako katika maasiyati wa maasi wa dhalika. Ama jambo la nne tuliloliangalia ni kuifanya funga ni jambo la wajibu kwako wewe, kwangu mimi na kwa mwinginewe. Hii itatusaidia funga zetu kuzitoa katika ada na kuzipeleka katika ibada. Ama jambo la tano na la mwisho, zidi fi tawakkul ala Allah, zidisha katika kumtegemea Allah ndani ya ibada yako hiyo ya funga. Unapokuwa katika ibada ya funga, tawakkul zidi. Tumesema zidisha, inamaanisha tawakkul inatakiwa siku zote katika mfumo wa maisha ya mwanadamu anatakiwa aishi hivyo, anamtegemea Allahu jalla shanu. Ama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, zidisha zaidi tawakkul kwa Allah jalla waala, ili mradi ibada yako uibebe kupeleka, funga yako uibebe kupeleka katika mwenendo wa ibada ambao unaoridhiwa na Allahu jalla waala. Tukisema tawakkul, kutegemea kwa Allah, hatuna maana basi kusema mtu akae tu asijishughulishe asifanye hili na kile cha kumtoa katika hali aliyokuwa nayo kwa kusema kwamba mimi namtegemea Allah. La, hiyo ni tawakkul. Tawakkul ni kukaa chini na kusema nategemea kwa Allah, lakini pasi na kufuata sababu, pasi na kufuata njia za kukuondoa katika tatizo hilo, pasi na kufuata njia za kukupeleka katika jambo unilolilenga na kulitaka. Ama tawakkul unategemea kwa Allah, hapo unashika njia ambazo za kukufikisha katika malengo yako, unashika njia ambazo za kukuondoa na tatizo lilokuwa nalo. Hii ndio tawakkul tunayozungumzia. Kwa hiyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili funga zetu tuziwekee umbo la ibada inayoridhiwa na Allah, tutegemee kwa Allah, tuzidishe zaidi katika tawakkul. Ama msisitizo juu ya hilo ni an Abi Dharr radhiyallahu anhu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka Abi Dharr za Allah zimfikie juu yake, naye amechukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake, fima rawa an rabbi tabaraka wa taala, na Mtume na yeye katika yale ambayo aliyapokea kutoka kwa Mola wake ametakasika na ametukuka. Hii hadithul Qudsi tunamaanisha kwamba ni matamko ya hadithi ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maana ya hadithi ni kutoka kwa Allah jalla waala, na hadithi hii vile ni hadithul Qudsi. Kwa hiyo Allah jalla waala anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika yangu mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, kwamba Allah hamdhulumu mja, hamdhulumu mtu. Wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, Allah yeye hajakuwa ni wenye kuwadhulumu, wao wenyewe nafsi zao ndio wanazidhulumu na kujidhulumu kwa namna moja ama nyingine, kufanya maasi na mengineyo, kesho na kesho kutwa wanakuja kuingia katika sehemu mbaya, lakini Allah hajawadhulumu kwenye hilo. Kwa hiyo inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika yangu mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, si dhulumu mtu. Fala tadhalamu, basi na nyinyi pia msidhulumiane. Ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dhal, nyote nyinyi mmepotea, ila man hadaituhu, isipokuwa yeye niliyomuongoza, fastahaduni ahadikum, basi takeni muongozo kutoka kwangu mimi nitawaongozeni. Tawakkul tutazungumzia kwamba kutegemea Allah jalla waala na kufanya sababu katika jambo ambalo unalohitajia. Pia endelea kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum jaim, wote nyinyi mnahitajia chakula, wote nyinyi mna njaa, illa man at'amtuhu, isipokuwa yeye niliyemlisha mimi, niliyomjalia chakula, riziki ya kula nikamlisha. Fastat'imuni at'imukum, basi takeni kulisha toka kwangu mimi na mimi nitawalisha. Tawakkul ala Allah. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, hakika nyinyi mnafanya makosa, mnakosea usiku mchana. Wana aghfiru dhunuba jamia, na mimi nasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni aghfir lakum, basi takeni msamaha kwangu mimi, niombeni msamaha na mimi nitawasamehe. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu dhurri, hakika nyinyi hamwezi mkafikia madhara yangu niliyokuwa nayo mimi. Fatadhuruni, sasa mkanishinda na kunidhuru mimi, hamuna uwezo huo. Wala tablughu naf'i, wala mtoweza kufikia manufaa yangu na nufaisha waja kwayo, kusema kwamba mkayashinda mkawa juu ya manufaa hayo. Fatanfauni, mkaninufaisha. Ya ibadi, enyi
waja wangu, innakum, hakika yenu nyinyi, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna ahadakum, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna insakum, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, law angekuwa wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu na watu kati ya nyinyi, majini wenu wote, kanu ala atika qalbi rajulin wahid minkum, wangekuwa katika uchamungu wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu, kwamba wote mungeunganisha uchamungu wenu mkamkabidhi mtu mmoja, ingekuwa katika hali hiyo, mazada zalika fi mulki shay'a, jambo hilo lisingezidisha chochote katika ufalme wangu. Ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum, law angekuwa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa insakum majinakum, majini wenu, watu wenu, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, wangekuwa katika uovu wa mtu mmoja, wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu, manaka sodhalika min mulki shay'a, jambo hilo lisingepunguza chochote katika ufalme wangu. Ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum, law angekuwa mwanzo wenu, wa akhirakum, na mwisho wenu, wa insakum majinakum, qamu ala sa'idin wahid, wangesimama wote hawa katika uwanja mmoja, fasaluni, wakaniomba mimi, fa'ataitu kulla wahid minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika min ma'idi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Lao angekuwa mwanzo wenu wa mwisho wenu, majini wenu, watu wenu kati yenu, wangesimama katika uwanja mmoja wote wakawa wananiomba mimi, basi ningempa kila mmoja alichokitaka, kila mmoja, sio kwa kufanana, kila mmoja na matoka yake. Jambo hilo lisingepunguza katika nilichokuwa nacho, isipokuwa kama inavyopunguza sindano inapokinyizwa katika bahari ile ilivyo, alafu uchukue sindano yako ya kushonea nguo, uingize hivi, uangalie utatoa kiasi gani cha doti la maji. Vile ndio ambavyo utakapopunguza endapo tutakapomuomba Allah. Viumbe vyote tumesimama katika uwanja mmoja tunamuomba Allah, basi katika kile atakachotupa ni kama inavyopunguza nani sindano tu, kama yankusul mikhyatu, kama inavyopunguza sindano idha udkhila al-bahr. Natakallamu hawla tawakkul, tunazungumzia katika tawakkul, tuzidishe zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sababu fillah, Allah anaendelea kusema katika hadithi al-Qudusi, inama hiya a'malukum, hakika vinginevyo hayo ni matendo yenu, usiha lakum, mimi ninayahifadhi, thumma uwafikum iyaha, kisha nitaja kuwalipa kutokana na matendo hayo mliyofanya. Faman wajada khaira falyahmidallah, yeye atakayepata jambo la khairi na mshukuru Allah katika hilo alilolipata. Waman wajada ghaira dhalika, na atakayepata kinyume na hivyo, na maanisha atakayepata shari, fala yalumanna ila nafsahu, asije akailaumu isipokuwa nafsi yake, kwa sababu alijisahau, akatweza nafsi yake, akahulika na maisha ya dunia aliyokuwa nayo. Sasa fala yalumanna ila nafsahu, asije akalaumu isipokuwa nafsi yake. Sababu fillah, zidi fi tawakkul, zidisha katika kumtegemea Allah. Hadithi al-Qudus, kwa maana kwamba ni maana kutoka kwa Allah, anatubainishia endapo tutakapomtegemea Allah katika kila jambo, yeye ndio atakayetuwekea wepesi kwa jambo hili, yeye ndio atatuwekea faraja, atatupatia mwanya katika kila zito ambalo tulokuwa nalo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tutoe ibada zetu kutoka katika ada, kudhulumu, kudanganya, kutapeli, hiki na kile, eti kwa kusema kwamba nipate sijui nipate futari, nipate hichi na hichi. Kwa kupitia njia hiyo, ili tujitoe katika hii tawakkul ala Allah, rudi katika kumtegemea Allah. Tumesema kwamba tawakkul, kumtegemea, sio kukaa chini tu kwa kusema Allahu akbar astaghfirullah umekaa msikitini, la, bali unatafuta asbabu juu ya kile ambacho unachotaka ujikwamue kwacho, au kile ambacho unachotaka ukipate na kukifikia. Hababu fillah, kaifa satughayiru sawmaka min al-'adati ila al-ibada, vipi utaibadilisha funga yako kutoka katika ada, kutoka katika kawaida, tamaduni, kwa hali ambayo jamii ya Kiislamu imezoea kuipeleka katika ibada. Funga ni ibada, na Allah analizia ibada zake endapo zitakapofanywa kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo nafunga nayo tuifanye kwa ufanisi zaidi, na wala kusiwe na mishkilati ndani yake, kuwe na matatizo mengi, kuwe na mshubuhati nyingi. Tufuate hivi vipengele, tufanye mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ndio mwezi wetu wa mwisho. Tunapofunga tu tunajisikia tupo kwenye raha, ili mradi tusije tukaichukia. Na maanisha ukiwa umeshachukia funga uliyoifunga, itakuwa tayari umeshajiwekea alama nyekundu katika ibada yako hiyo ya funga. Kwa hiyo tukifunga tuna istiraha kutokana na funga hiyo. Vile vile
Katika yale ambayo yatakayotusaidia kubadilisha funga zetu ni kushikamana na ibada za funga, ibada zinginezo za sunna na zinginezo katika muda tuliokuwa nao kabla ya kufikia mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, ili tukifika huko ziwe nafsi tayari zimeshazoea. Vile vile kufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa jambo la wajibu, na wala tusiwe tupo katika hali ya kuiga tu unafunga kusema unaiga, unaona watu ni tawarusu, nimetoka baba nimemwona hivi, nimelelewa hivi na mimi na wale watoto wangu hivi. La, tufanye kwa jambo la wajibu, ili itatufanya kwamba tuwe na nyenyekevu zaidi katika ibada yetu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo lingine tumeona kwamba kuzidisha katika kumtegemea Allah, ili itatupelekea tusiingize haramu yoyote katika vitu tulivyovila ndani ya mwezi wa Ramadhani wala tunavyovivaa, ili mradi tupate kulipwa na Allah juu ya ibada yetu ya funga Ramadhani kama tunavyotegemea. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabii يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله